Na unaweza ukakaa na mwanamke miaka 10 na anaweza akawa hajawahi kuridhika kwa tendo la ndoa pamoja na kuishi nayo miaka 10. Dokta bwana. Miaka 10. Trust. Wapo wanawake wengi sana. Nadhani kuna wanawake ambao kama wananisikiliza kwenye comment hapa chini watacomment. Ni kesi ambazo tunakutana nazo sana. Kuna wanawake unajua wanaishi kwenye ndoa lakini wakishiriki tendo la ndoa wanapata maumivu makali. So leo tunaenda kuzungumzia changamoto ya wanawake ambao hawana hamu ya tendo la ndoa na wale ambao labda wanapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa au labda au hawafiki climax, unajua. So dokta, leo tumejipanga tunaenda kuzungumzia tujue changamoto ni nini, sababu zake ni zipi, tiba zake ni zipi. Unajua, so stay tuned. Ni topic kubwa ambayo inawasumbua dada zetu na mama zetu wengi. So jamani, stay tuned mpaka mwisho wa episode. Majina yangu naitwa Dr. Kenny kutoka Vyakula na Tiba. Yes, mara nyingine tena nimekuja kwenye Ties Podcast. Ukikaa na washikaji, tukikaa kwenye video vyetu maybe like video vyetu vya wanaume, vikao vyetu vya wanaume. Yaani kila mmoja anajisifia, mimi mwamba. Bwana mke wangu mimi namnyosha au video demo hivi na hivi, yani unakuta tukikaa tukipiga story watu wote tuna perform vizuri. Yes. Si ndio? Lakini pia ukiingia mtandaoni ukikuta wanawake wanavyolalamika, yani mwanaume sidi wanaume bure, sidi unajua like hawajui wanachokifanya. So dokta, nini mbaya? Ni kwamba wanawake wanafake au nini? Au inakuwa? Kwanza wanawake wana kitu fulani ambacho kiko very unique kidogo. Mwanamke anaweza akalizika kwenye tendo la ndoa lakini wewe usione kama amelizika kwenye tendo la ndoa. Lakini kuna mwanamke anaweza akalizika kwenye tendo la ndoa ukaona. Na wakati mwingine anaweza asilizike kwenye tendo la ndoa ila akakuonesha kuwa yeye amelizika kwenye tendo la ndoa, na wewe unaweza usigundue kama yeye hajalizika kwenye tendo la ndoa ili hali yeye hajalizika kabisa, lakini unaweza kuona kama amelizika. Wanawake ni watu wa kupretend sana. Kwa hiyo mwanaume kujisifu kuwa unamlizisha mkeo au mpenzi wako ni kitu ambacho huna uhakika nacho na kitu unachokiongea. Kwa sababu swala la mwanamke kulizika ni kitu ambacho mara nyingi kinafanyika ndani. Ile mihemko ambao huwa unaisikia inaweza ikatokea au inaweza isitokee. Japokuwa kuna wanawake wengine hawawezi kujicontrol wanapofika kwenye peak au wanapopata ile hali, wanapofika kwenye hali ya kulizika kwenye mshindo. Wengine hawawezi kujizuia, lakini kuna wanawake wengine ambao huwa wana uwezo wa kujizuia vizuri, na kuna wengine ambao huwa hawaliziki kabisa. Na unaweza ukakaa na mwanamke miaka 10 na anaweza akawa hajawahi kulizika kwa tendo la ndoa pamoja na kuishi nayo miaka 10. Dokta bwana. Miaka 10. Trust. Wapo wanawake wengi sana. Nadhani kuna wanawake ambao kama wananisikiliza kwenye comment hapa chini watacomment. Ni kesi ambazo tunakutana nazo sana. Kuna wanawake unajua wanaishi kwenye ndoa lakini wakishiriki tendo la ndoa wanapata maumivu makali. Ndio hapo nataka kujua. Na sio tu maumivu. Nadhani kuna wanawake hawana tu interest na sex, yani hawana hamu na tendo la ndoa. Hivi changamoto inakuwa nini? Kwa kupitia hilo swali lako, kuna baadhi ya wanawake wengine wanadhaliwa. Nadhani unaweza ukaona kuna aina fulani ya wanawake ambao tangu akiwa wadogo. Kuna mwanamke mwingine tangu akiwa mdogo anaweza kawa hajihusishi na mapenzi kabisa. Yaani unakuta ni binti ameshavunja ungo, ana miaka 19 20. Hajihusishi na mapenzi. Mpaka familia inaweza kusema, huyu binti atakuwa anaumwa au. Mbona yuko busy, yani focus na wanaume, akiongeleshwa na wanaume anakuwa mkali, hataki kukusana na wanaume kabisa. Lakini hapo kwenye familia hiyo kuna binti ambaye hawezi kufanya kitu chochote bila kushiriki tendo la ndoa akishavunja ungo. Okay. Kwa sababu sasa hii huwa inatupa picha. Unajua binadamu anapozaliwa anazaliwa akiwa na kiwango cha homoni ambazo zimetimia kwa binadamu ambaye yuko sahihi. Ila zile homoni huwa zinaanza kufanya kazi kwenye kipindi cha upevukaji. Kipindi chile cha barehe. Kile ndio kipindi ambacho binadamu homoni zake zinaanza kufanya kazi kwa ajili ya masuala ya uzazi. Sasa pale ndipo ambapo huwa tunadetermine homoni zako wewe zinazalishwa kwa kiwango kinachotakiwa au zinazalishwa kwa kiwango kidogo. Lakini kuna wengine automatically miili yao haina uwezo wa kuzalisha homoni nyingi. Na kuna wengine miili yao inazalisha homoni
nyingi zaidi, na kuna wengine miili yao haizalishi kabisa hormone, na kuna wengine miili yao inazalisha hormone kidogo sana, wengine zinakuwa zimebalance. Sasa wanawake ambao hormone zao zinazalishwa kwa wingi au zinafanya kazi kwa kiwango kikubwa, ni wale wanawake sasa ambao ukianza kukutana nao unakuta binti anapenda wanaume sivyo kawaida. Hawezi kulala bila kushiriki tendo la ndoa. Yaani muda wote anapata mihemko. Ili aweze kuwa satisfied ni lazima ashiriki tendo la ndoa. Yaani asiposhiriki tendo la ndoa hawezi kula, hawezi kulala, hawezi kufanya chochote. Hawa ni wale wanawake ambao tunasema zile sex hormone zinakuwa ziko active, libido yao zinakuwa ziko juu. Na libido yao inakuwa iko juu. Sasa kitu gani ambacho huwa kinafanya hizi hormone zinakuwa juu? Ni mwili wake yeye unatengeneza hormone kwa kiwango kikubwa. Na hizo ni hormone gani? Kuna hormone inaitwa testosterone, kuna hormone inaitwa estrogen, kuna hormone inaitwa progesterone. Hizi ni 3 main sex hormone. Ni hormone tatu ambazo ni za muhimu sana kwa ajili ya kufanya mwanamke aweze kufeel. Na kuna wanawake wengine sasa ambao wana kiwango kidogo sana cha hormone. Na wakati mwingine zinaweza kuwa zipo lakini haziko active. Huyu ndiye mwanamke ambaye ili aweze kushiriki naye tendo la ndoa unahitaji umuandae kwa muda mrefu. Ndio aanze kusecrete ule ute. Kuna mwingine, ndio maana nikasema kuna wanawake wengine unaweza ukishindana ndani ya ndoa. Usipomwanza wewe kushiriki tendo la ndoa, unaweza ukakaa hata mwaka hana habari. Ndio maana ndoa nyingi, wanaume wengi pia wanachepuka au wanafanya vitu vingine kwa sababu wake zao ndani wanaumwa, lakini wao hawajui kama wake zao wanaumwa. Kwenye issue hapo uliongea kwamba mwanamke anakuwa na mizuka, yani anakuwa na hiyo high sex libido, like na mifano hai, I know people ambao nili encounter now as growing up. Kwa hiyo hiyo ni kilema pia, ni kama kilema kama vilema vingine hivi. Yes. Ndio unasema dada kicheche sio na nini, kumbe dada tu masina Mungu ni kilema. Sasa mwanamke kuwa kicheche mwingine inaweza ikawa ni tabia. Sawa? Inaweza kuwa ni tabia, mazingira yamemuathiri, issue za kiuchumi na vitu vingine vingi sana. Demand yake, desire na vitu vingine, kwa hiyo anaweza kutumia hiyo njia. Lakini issue ya kitaalamu, issue ya mabadiliko ya hormone, kwa sababu pia huwezi ukawa na mihemko kama huna hamu. Okay. Sawa? Ni vitu ambavyo vinatokea automatically kwenye mwili. Sasa vinatokeaje? Maana yake ni mabadiliko yako ya hormone. Hormone zako zinafanya kazi kwa kiwango kikubwa. Ndio maana kuna aina fulani ya wanawake wakila aina fulani ya vyakula wanapata hamu. Kuna wanawake wengine wakitoka kwenye mazingira fulani, wakienda kwa mfano kutoka kwenye mazingira ya joto kwenda kwenye mazingira ya baridi, wanapata stimulation kwa sehemu kubwa sana. Sawa? Kwa hiyo inakuwa ni mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa mwanamke huyu akitoka kwenye joto kwenda kwenye baridi ataingia hedhi. Ni mabadiliko ya hormone yamemfanya apate hedhi. Mabadiliko hayo yanaweza kumfanya akapata hamu ya tendo la ndoa isivyo kawaida. Kuna wanawake ambao ukimgusa tu tayari she's already wet. Yes. Kuna mwanamke mwingine bro, utapiga foreplay hapa dakika 45 anakuwa mkavu kabisa. Yaani unajua pia hata biashara ya vilainishi sasa hivi marub nini imekuwa nyingi sana. Azinini inasababisha kwamba mmoja anakuwa mkavu, unakuta kuna mwanamke ni mkavu, yani paka unashangaa hii shida ni nini? Sasa ukavu kwa wanawake ndio maana tukazungumzia changamoto ya mivurugiko ya hormone. Mwanamke unapokuwa mkavu, asilimia kubwa, changamoto kubwa inakuwa ni mabadiliko ya hormone. Lakini pia ukavu kwa mwanamke unaweza kutokea ni mabadiliko ya hormone au maambukizi ya bakteria. Mwanamke kama umeumwa PID kwa kipindi kirefu, lazima utakuwa mkavu. Kwa sababu wale bakteria wataenda kuharibu ile structure, sawa? Wataenda kuharibu ule muundo wa kizazi ndani. Kwa ile secretion ya ile mucus kutoka kwenye ile Purkinje gland unakuwa weak. Ambapo huwa itafanya sasa zile Purkinje zinaziba. Zikiziba secretion ya ile ute inakuwa kidogo. Kwa hiyo mwanamke ambaye ameumwa PID kwa kipindi kirefu anaenda kuziba zile Purkinje gland. Zile Purkinje gland zikiziba automatically hawezi akapata ute. Ndio maana tunasema maambukizi ya bakteria ni sababu ya mwanamke kukosa ute. Lakini pia mwanamke ili aweze kupata ute, sometimes inaweza kuwa issue ya kisaikolojia. Psychological issue, mtu anayeshiriki naye tendo la ndoa anampenda. Ndio maana kuna wanawake wengine akishiriki tendo la ndoa na huyu anapata ute vizuri. Akija akishiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine hapati ute kabisa. Lakini akishiriki na mwanaume ambaye anampenda, hata kabla hajaanza kushiriki tendo la ndoa anapata ute. Okay. Issue ya psychological, issue ya psychology
Lakini tumesema kuna psychological issue, kuna magonjwa, kuna issue ya hormone. Sawa? Kwa hiyo vitu vitatu vina play part kubwa sana. Sawa? Lakini pia kuna wengine vile pathogens kama nilivyo kusema, pathogens zinaweza zikaaffectiwa na hormones au na infection. Lakini wewe inatokea pathogens zile huwa zinaziba tu automatically. Pathogens ni vijifuko ambavyo huwa vinabeba ute, viko pembezoni kwenye maumbile ya mwanamke. Vile vijifuko kuna wakati huwa vinaziba, vinasababisha kitu kinaitwa Bartholin's cyst. Bartholin's cyst ni uvimbe ambao unakuwa kwenye mashavu ya maumbile ya mwanamke. Sawa? Sasa vile vikisha vimba au vikajaa maji huwa vinasababisha maumivu ambao baadaye vitamfanya mwanamke asiwe comfortable wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Au ndio hiyo unakuta kuna baadhi ya wanawake akishiriki tendo la ndoa wanapata maumivu makali sana. Sasa kupata maumivu makali inaweza ikawa mwanamke amekuwa mkavu. Mwanamke kuwa mkavu inatokana na mabadiliko ya hormone. Hormone gani ndio hizo sasa ambazo tumesema kuna hormone ambayo inaitwa estrogen, kuna hormone inaitwa progesterone, kuna hormone inaitwa testosterone. Hizi ni hormone ambazo zinamfanya mwanamke awe na unyevunyevu. Mwanamke akikosa unyevunyevu atakuwa mkavu. Maumbile ya mwanamke yako elasticity, yanavutika. Sasa kuna wakati maumbile ya mwanamke kama hayatavutika, anaposhiriki tendo la ndoa atapata michubuko. Ile michubuko akiwa anapata, ukiwa ukijua maumbile ya mwanamke ni acidic. Sawa? Acidic in nature. Lakini pia akishiriki tendo ndoa akipata michubuko, hata akienda kukojoa ule mkojo ukigusa tu kwenye vile vidonda atapata maumivu. Akiwa anashiriki tendo ndoa atapata maumivu, lakini pia hata akitembea akizalisha joto atapata maumivu. Ambao maumivu haya yanatokana na michubuko, ambao michubuko imetokana na yeye kuwa mkavu. Ndio maana tunasema mwanamke kuwa mkavu it's not normal. Ni mabadiliko ya mwili. Au sasa unaweza kuwa mkavu kutokana na mabadiliko ya mwili au maambukizi ya bakteria. Ambayo wengine huwa wanaita PID, ambayo ni pelvic inflammatory disease. Wanawake wako very complicated lakini sana. Ndio maana nikasema unaweza kuishi na mwanamke miaka 10 na akawa amekaa na wewe lakini asifurahie tendo la ndoa. Siku akija kukutana na mnyamwezi mmoja ambaye amemuelewa, sawa, akawa na hisia naye, anaweza akashiriki tendo la ndoa akakuachia vitu vyako vyote, akaenda kufuata kule tendo la ndoa. Lakini sasa daktari, kwa nini unatudanganya? Sasa kwa sababu unajua ni ukija kwenye swala tendo la ndoa ni wanawake wachache sana ambao wanakuga wazi. Anaweza akamwambia na mimi sijalizika, mimi bado. Unaelewa? Lakini wengi atakudanganya nimelizika, asante, you the best. Cha kwanza. Mwanamke akikwambia psychologically, mwanamke akikwambia sijalizika kwa tendo la ndoa, picha ya kwanza utakayoipata wewe ni ipi? Yaani hata kama mwanamke anajiona mnyonge, hata kama mwanamke anakupenda kiasi gani, ila akwambie sijalizika, inanipotezea confidence, like I'll lose confidence, like nimezini. Sasa psychologically, cha kwanza mwanamke akikwambia sijalizika kwa tendo la ndoa, cha kwanza anakuathiri saikolojia wewe. Yes. Ya kwamba wewe una nguvu za kiume. Yeah. Ndio maana wanawake wengi hawapendi kuambia wenza wao sijalizika kwenye tendo la ndoa. Ni wanawake wachache sana. Ni mwanamke ambaye amekuzoea sana. Ni mwanamke ambaye jasiri anaweza akakwambia ukweli huo. Lakini wanawake wengi hawawezi kusema kuwa sijafurahia tendo la ndoa. Lakini mimi nguvu nazo dogo. Lakini pia it's just like an example. Lakini pia mwanamke akikwambia sijalizika kwa tendo la ndoa, anaogopa atakuathiri saikolojia. Utamuona yeye muhuni, au utamuona yeye mambo mengi, au utamuona yeye ana wanaume wengi. That's why ndio maana wanawake wengi wanaamua kufa na matatizo yao. Sawa? Ndio maana kuna moment ambayo mwanamke haliziki, anaamua kukaa nayo, kwa sababu anajua akikwambia hajalizika kwa tendo la ndoa, utamuona muhuni. Utaona huyu amekutana na mimi, sina performance nzuri, amezoea watu wenye performance kubwa. Lakini pia anaweza akikwambia hajalizika, utamuona kama wewe huna nguvu za kiume, anaona atakuathiri kisaikolojia wewe. Ndio maana wanawake wengi wanakaa na hivyo vitu moyoni. Lakini sasa mwanamke huyo akienda kwa daktari, kama akija kwetu kuja kutuelezea, atatueleza ukweli kwamba mimi niko ndani ya ndoa
huwa sifurahi tendo la ndoa na kushiriki na mwenzangu. Huwa nakuwa mkavu, napata maumivu. Sawa, sifurahi tendo la ndoa. Unafahamu kuna wanawake wanakuja wanaeleza kuwa mimi sijawahi kufika mshindo. Sijawahi kufika kwenye climax. Kuna wanawake wengine hawajui mshindo ni nini. Yaani ile piki ya mwanamke kufika kwenye piki ya kufurahia tendo la ndoa. Kuna wanawake hawajui na wameolewa na wako ndani ya ndoa. Just imagine. Sasa hilo kosa ni la mwanaume au kosa ni la mwanamke? Wote. Kwa nini unasema wote? Kwa sababu sex ni yani tendo la ndoa ni la watu wawili. Number one thing ni communication. Unajua the way ilivyo ni kwamba kinachokufurahisha wewe na kinachomfurahisha mwenza wako ni vitu viwili tofauti. Okay. Na pia na ni tofauti kwa mwanaume na mwanaume na ni tofauti kwa mwanamke na mwanamke. So the first thing is communication. Kama uta communicate utajua bana mimi nikikaa hivi, tukifanya hivi, tukianza hivi, mimi na enjoy. Au wewe ikiwa hivi mimi na enjoy. So kama hamna hiyo communication, hamna hiyo conversation, that's why inaweka mzigo kwenye wote. Yani lazima tu mmoja hatolizika. Sawa. Point yako ni sahihi kabisa ulichosema. Communication ina matter sana. Lakini kuna what if kama mwanaume hana nguvu za kiume, alafu mwanamke yuko active, alafu tuka-communicate lakini efficiency yangu ni ndogo. Again, doctor, swala la mwanamke kufika mshindo sio kwa kufanya penetration tu. Are we together doctor? And sio kwa kufanya penetration tu. Okay. Yani kuna njia nyingi ambazo unaweza kumfikisha mpenzi wako mshindo. Okay. Na akafika climax hata kama wewe yani match ile minutes ambazo mnatumia, yani kwamba wewe unapunguza nguvu za kiume. There are so many ways za kumfikisha mwenzako kileleni. Sawa. Point yako ni nzuri sana na ulichoongea ni sahihi sana. Lakini kitu ambacho kinamfanya binadamu yoyote au kiumbe hai yoyote yule ili aweze kufika mshindo kwenye tendo la ndoa ni friction. Okay. Friction ndio ina matter. Haijalishi utajimasturbate bado utahitaji friction. Haijalishi sex bado utahitaji friction. Kwa hiyo kwenye namna yote ya kumwandaa mwenza wako ili aweze kufika climax, still bado mbinu zote utakazotumia utahitaji friction. Ndio. Sijui utatumia viungo vya mdomo, utahitaji friction. Utatumia viungo vya mikono, utahitaji friction. Yes. Sawa, utatumia maumbile yako, utahitaji friction. Na kwenye friction tunachotaka ni temperature. Tunatengeneza lile joto, tunatengeneza friction ili kuzalisha joto. Joto ikastimulate zile nerves. Nerves zika coordinate kwenye brain, tukazalishe vichocheo vya furaha. Ambavyo vichocheo hivyo sasa ndivyo ambavyo vinakufanya wewe unasikia vizuri. Kwa hiyo pale tunaenda kuhamsha mishipa ya fahamu. Kwa hiyo vyote ambavyo tutavifanya kwenye sex, lengo ni kuchochea zile homoni za furaha. Sasa unazichochea vipi? Lazima kwa kuamsha joto. That's why ndio maana unakuta maeneo yenye baridi watu wana sex zaidi, kwa sababu watu wanahitaji temperature ya juu. Watu wanahitaji friction, wanahitaji migusano ili kuzalisha joto. Ukizalisha joto unaongeza stimulation. Okay. Sawa? Kwa hiyo pamoja na kuwa wanawake wengi wanahitaji kufurahia tendo la ndoa, pamoja na kuwa wanawake wengi wako ndani ya ndoa. Sawa? Na kama nilivyosema, wanawake wengi kweli hawafurahi tendo la ndoa. Wana pretend. Sawa? Kuna sababu nyingi ambazo zinawafanya pretend. Kwa mfano, tumesema kuna magonjwa, kuna issue ya kisaikolojia, sawa? Lakini pia nje issue ya kisaikolojia inaweza ikawa ni mabadiliko ya hormone. Lakini kwa saizi kubwa zaidi kinachofanya wanawake wengi wasifurahie tendo la ndoa ni mabadiliko ya hormone. Wanawake wengi sisi wanapitia stress nyingi. Wanawake wengi wanatumia dawa nyingi sana za uzazi wa mpango. Kwa hiyo kumekuwa kuna visababishi vingi sana ambavyo vinafanya wanawake wengi leo wasisikie hamu ya tendo la ndoa, wawe wakavu. Ndio kama tumekwisha kusema, kuna sindano, matumizi ya dawa za majira kama sindano, vitanzi, sawa, P2, ambavyo sasa wanawake wengi wanavitumia, lakini madhara yake huwa hayaonekani papo papo. Ila baada ya mwaka, baada ya miezi 6 ndio wanaanza kuona ile impact ya kile alichokuwa anakitumia.
Sasa unamuuliza mwanamke unakuta mwanamke amekosa ujauzito kwa kipindi kirefu. Unapomuuliza historia yake, unamuuliza umekuwa mkavu, anakuambia ndio. Unakosa hamu ya tendo la ndoa, ndio. Mzunguko wako wa hedhi haujakaa sawa, anakuambia ndio. Unapata miwasho kutokana na ukavu, ndio. Unatoka uchafu, anakuambia ndio. Kwa ukija kuangalia ukuta dalili zote za mabadiliko ya hormone yuko nazo. Sawa. That's why ndio maana tukasema hormone kwa saizi imekuwa sababu kubwa ya kufanya wanawake wasisikie hamu ya tendo la ndoa na wasiwe na mpangilio mzuri wa hedhi, na wakati mwingine kualeta miwasho ambayo haina sababu. Tukiweka kwamba mtu hana hiyo hormone disorder, yani kwamba hakuna ile kwamba hormone zake, mpangilio wa hormone zake yani ziko normal, si ndio? Okay. Lakini bado wanawake wana complain kwamba hawaliziki. Why am I saying it? Nasema hivyo kwa sababu mimi binafsi kuna wanaume wengi ambao wana changamoto ya nguvu za kiume. Yes. Ndio wako wengi. Yes. Yani tuko wengi wanaume wenye changamoto za nguvu za kiume. We can't avoid that. Lakini pia naona kama ni tatizo ambalo limekuwa exaggerated, yani kwamba limekuzwa sana. Yani limekuzwa sana. Sababu gani unajua dokta? Kuna ingia atakwambia bana yule kimoja chali. Si ndio? Mwanamke anamwambia mimi siriziki kwa sababu tu mimi mume wangu akishaenda tu first round haendi tena round ya pili. Lakini the same guy, mwanaume huyo pia ambaye ametoka hapa amepiga kimoja, akitoka hapa akakutana na mwanamke mwingine anapiga shoka kama kawaida. Umeelewa? Na je, si kana kwamba pia wanawake unajua as much as sisi tunawaandaa, unajua the way mimi ninavyojua ni kwamba mwanaume unatumia energy kubwa kumwandaa mkeo. Yes. Before you go for the first round. Si ndio? Lakini baada ya wewe kufika mshindo, she has kukuandaa pia wewe uje yani ili uende kwenda kwenye second round. Kwa hiyo hii issue unaona kama it's a two way thing ambayo inabidi kwamba watu wao wanashirikiana kwa pamoja. Wewe kwako dokta hii imekaa. Okay, sawa. Sasa mimi na mimi ninavyojua kwamba tendo la ndoa na watu wawili na inabidi insist kwenye communication, si ndio? Kwamba mwanamke anaweza complain kwamba bana mimi mtu wangu akienda kimoja tu then chali hawezi kuwa tena round 2, si ndio? Lakini ukimchukua the same guy akakutana na mwanamke mwingine anaendelea na show kama kawaida, si ndio? Okay. Na sika na kwamba pia wanawake na wao hawashiriki vilivyo, umeelewa? Hawashiriki vilivyo ili na wao pia waweze kufika climax. Okay, kama ulivyokwisha kusema kuwa tendo la ndoa lina involve watu wawili. Yes. Ni sahihi. Sawa. Lakini mtu ambaye anahitaji kuwa na energy nyingi ni mwanaume. Yes. Kwa sababu mwanaume ndio mtendaji mkuu kwa tendo la ndoa. Hiyo haipingiki. Sawa. Mwanaume kwanza unatumia energy kubwa. Sawa. Unatumia energy kubwa kwenye kushiriki, lakini kitendo tu cha kusimamisha maumbile zaidi ya dakika 10, hiyo ni energy kubwa zaidi kuliko energy ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kazi kubwa ya mwanaume ni ku maintain erectile iwe normal within 10 minutes. Ile election yako iwe strong. Sio normal, iwe normal na iwe strong for 10 minutes ni jambo kubwa zaidi kuliko kushiriki tendo la ndoa. Kwa sababu huwezi kushiriki tendo la ndoa kama ile election yako iko weak. Sawa? Kwa hiyo kusimamisha maumbile kwa mwanaume ni jambo kubwa zaidi kuliko kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo wanaume tunaposhiriki tendo la ndoa hatufanyi kazi ya kushiriki tu, tunabeba vitu zaidi ya vitatu. Cha kwanza kuhakikisha hisia zako zimekaa mahali sahihi. Yaani ku maintain zile hisia zako uweze kuconcentrate unaposhiriki tendo la ndoa. Siwe constant. Ndio maana mwanaume unaposhiriki tendo la ndoa huwa hatushiriki tendo la ndoa tu hivi. Huwa tunahitaji tension ya akili. That's why ndio maana mwanaume unaposhiriki tendo la ndoa unaweza ukamwangalia mwanamke ukaangalia maumbile yake, ukajikuta umepata stimulation ya kuendelea kushiriki tendo la ndoa. Ndio mwanaume mmoja anaweza kashiriki tendo la ndoa na mwanamke ambaye hamtamani kwa kitu chochote. Anaweza akashiriki akawahi. Lakini mwanaume huyo akienda kushiriki tendo la ndoa kwa mwanamke ambaye ana desire naye kubwa zaidi, manake kuna vitu vingi anavyovipenda kutoka kwake, anaweza akashiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia tendo la ndoa kwa mwanaume tumekwisha kusema linahitaji friction.
maumbile ya wanawake yametofautiana. Sio wanawake wote wana maumbile yanayofanana by nature, kuanzia kwenye temperature, kuanzia kwenye elasticity maana ya kutanuka na kurudi. Kuna wanawake wengine akishiriki tendo la ndoa maumbile huwa yanatanuka jumla, yanachelewa kurudi. Kwa hiyo inakuwa bored kwa mwanaume anaposhiriki tendo la ndoa. Lakini kuna wanawake wengine maumbile yao, elasticity yao ni kubwa, yani yanatanuka na kurudi haraka. Na kuna wengine hayatanuki kwenye size kubwa. Na tumesema mwanaume ili aweze kushiriki tendo la ndoa anahitaji friction. Kwa hiyo ili mwanaume awe satisfied anahitaji friction kubwa. Lakini kuna wanawake wengine maumbile yao yakishatanuka yanatanuka. Kwa hiyo unamfanya mwanaume aongeze concentration, aongeze friction, sawa, ili aweze kufikia kushinda. Lakini kuna wanawake wengine huhitaji concentration. Unakuwa ile temperature tu ya kwenye maumbile inakufanya wewe uweze kufurahia tendo la ndoa vizuri. Ndio maana ukienda vijijini, ukienda mtaani Swahilini huko, unakutana na wanawake wanakuambia tunakupa dawa ya kuongeza utamu. Sawa? Unakuta sometimes kuna wanawake wengine ambao wanatumia, kuna kipindi nilisikia kuna wanawake ambao walikuwa wanatumia vipipi, sio wanaweka ukeni, wengine wanaweka karafuu, wengine wanaweka nini. Hiyo yote ni kupunguza ule mvutiko usiwe mkubwa wa maumbile, lakini hiyo yote ni kujitahidi kuongeza temperature ya kwenye maumbile ya uke wa mwanamke. Lakini sasa hivi vitu ukiviweka kwenye maumbile una hatari pia ya kuja kupata magonjwa, kupata kansa na vitu vingine vingi. Maumbile ya mwanamke yanakuwa elasticity automatically. Kuna hormone, especially hormone estrogen, ndio inafanya kazi ya kuregulate maumbile ya uke wa mwanamke yawe vipi. Sio kwa kuweka vitu. Japo ukienda mtaani sasa watu ndio wanatumia hiyo kama njia mbadala. Kwa hiyo wanawake hawafanani brother. Yaani sasa kama wanawake hawafanani, hata wanaume hawafanani. Yaani ndio maana kuna mwanamke mmoja anaweza kashiriki tendo la ndoa na mwanaume mmoja akawa satisfied kwenye maumbile. Na mwanamke huyo akashiriki tendo la ndoa na mtu mwingine asiwe satisfied. Kwa hiyo kama wanawake wenyewe hawafanani, hata wanaume hawafanani. Wanaume hawafanani kuanzia kwenye size. Kuna wanawake ambao ili aweze kufurahia tendo la ndoa, ili aweze kufika climax vizuri, anahitaji penetration kubwa. Sasa mwanamke wa hivi akikutana na mwanaume ambaye penisi yake ni ndogo, sawa, penetration ikiwa ndogo, hawezi kufurahia tendo la ndoa. Ndio maana nadhani kuna wanawake ambao tukisoma huko mtaani, wanawake wengine anakuambia yeye anafurahia mwanaume ambaye anaingiza mpaka ndani kwenye maumbile makubwa. Wenye maumbile makubwa. Lakini pia kuna wanawake wengine ambao penetration zao ziko juu kwenye mashavu. Sawa? Kuna wanawake wengine anapenda tu mwanaume ambaye anagusisha juu tu, ndiye ana feel, anajisikia raha. Kwa hiyo kuna wanawake ambao wanapenda wanaume wenye maumbile madogo, na kuna wengine wanapenda maumbile manene. Kuna wanawake ambao unakuta wana size kubwa. Na kuna wengine pia wanapenda maumbile madogo kutokana na elasticity, ule mvutiko wa maumbile yao kuwa weak. Kwa hiyo wanawake hawafanani, wanaume hawafanani. Japokuwa katika jamii huwezi kusema wanawake hawafanani, lazima tuna include kuleta usawa. Wanawake wote ni sawa, wanaume wote ni sawa. Lakini physical wanawake wako tofauti. Hata kwenye kushiriki tendo la ndoa tofauti. Hapo tunahusisha hisia, tunahusisha ili tunasema muonekano, lakini pia sasa hapo kuna vitu vingine vingi ambavyo huwa vinajaziwa hapo. Wengine wanasema ufundi, sio, na vitu vingine vingi tu ambavyo huwa tunaweza tukaviongeza hapo. Lakini kwenye issue ya maumbile wanaume wako tofauti, na kuna mwanamke anapenda hiki, kuna mwanaume hapendi hiki, sawa, na kuna mwanamke hapendi hiki, kuna mwingine anapenda hiki. So nini solution, nini tiba azini kwa mwanamke ambaye kwa muda mrefu hana hamu ya tendo la ndoa? Okay, kwanza nadhani tiba ya kwanza ni wanawake kwa wazi. Yaani mwanamke usiendelee kuishi ndani bila kumshirikisha mwenzako, kwa sababu mwenzako hajui kama wewe husikii hamu ya tendo la ndoa, unapata maumivu, yeye hajui. Cha kwanza ni kumwambia mwenzako kweli kwamba bwana, mimi nikishiriki tendo la ndoa nakuwa mkavu, nakosa hamu, sawa, napata maumivu, sawa. Alafu kitu cha pili ni wewe kwenda kufanya vipimo. Hapa kuna vipimo vya hormone ya estrogen,
kuna vipimo vya hormone ya testosterone, kuna vipimo vya progesterone, lakini pia kwenda kufanya kipimo cha ultrasound kuona kama kutakuwa kuna vimbe, kuona kama kuna infection, sawa, kufanya vipimo vya HVS. Hii ni njia sahihi sana ambayo inaweza kukupa matokeo mazuri sana. Sawa. Lakini pia kitu cha tatu ni kukutana na wataalamu ambao watakusaidia kwenye kesi ya matibabu. Matibabu ya hizi shida yamekuwa very complicated kidogo. Kuna watu ambao wamekunywa dawa nyingi kuweza kuondoa changamoto ya ukavu, kukosa hamu ya tendo la ndoa. Kama hutajua chanzo cha tatizo, unaweza kukuta unatibia changamoto ya ukavu kwa kipindi kirefu sana, kwa sababu ina vyanzo vingi, ina visababishi vingi ambavyo vinaweza vikakufanya ukakosa hamu ya tendo la ndoa, ukawa mkavu, ukapata maumivu. Visababishi vyake ni vingi. Kwa hiyo ili uweze kujua chanzo cha tatizo ndio njia sahihi zaidi. Njia sahihi zaidi ya kuweza kutatua hii ni kujua chanzo cha tatizo. Na hii itakurahisishia zaidi kujua utumie dawa gani kwa wakati gani. Kwa hiyo wanawake ambao wote mna changamoto hizi za ukavu, miwasho, kukosa hamu ya tendo la ndoa, na hizi changamoto mara nyingi zinaendaga na changamoto za maumivu ya mgongo, kiuno, sawa, kuwa na mood swing ya hasira, sawa. Hivi vitu vyote ukiona na hivi vitu vyote inatakiwa kukutana na wataalamu wa afya wa kushauri nini cha kufanya na dawa gani utumie kwa wakati gani. Dr. Ken, asante. Okay, nashukuru sana. Imekuwa very informative na watu tumejifunza vitu vingi sana hopefully. So jamani, see you in the next episode. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel. Lakini pia hapo chini tutaweka handles za Dr. Ken za kumfikia kwenye social medias, so utampata huko. And please, I really recommend, as I always say, kama uone tu doctor kwa elimu, ushauri, so mpaka uwe unaumwa. I believe kinga ni bora kuliko tiba. Yes. So guys, see you in the next episode. Bye.